Huyu magoli huyu. Alivyokuwa NCCF ana hela zake. Alikuwa ujinga huu ongei. Hapana. Hii dabi iliahirishwa kabla ya tarehe 8. Yaani iliahirishwa kabla ya tarehe 8. Kabla ya tarehe 8 iliahirishwa. Kabla mchezo wenyewe. Wao. Yaani kwamba kamati ile iliyokaa ile ichukuliwe hatua. Kwa sababu wale nao ni sehemu ya uvunjifu wa amani. Yeye kama mwanaume kweli, wakina Kifuku Yanga wameondoka naye aondoke pale Simba kama ambazo zimo kabisa. Hili kundi linalokataa GSM wasidhamini timu 8 ndio wanasababisha mechi isichezwe. Mara mwisho nimekuja kuzungumza na Maulidi ilikuwa ni kabla ya dabi na tulizungumza mengi. Moja kati ya vitu ambavyo navikumbuka alizungumza ni kwamba atakayeshinda dabi ana asilimia kubwa ya kuwa bingwa. Hatimaye baada ya kuahirishwa nini ambacho yeye anacho kama maoni yake, lakini vile vile mtazamo wake ni upi kwenye kuahirishwa kwa dabi ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Maulidi kwema? Kwema ndugu yangu Chagamba. Salamu. Nashukuru Mungu mimi mzima, sijui wewe. Mimi niko vizuri, tunamshukuru Mungu. Fresh kabisa. Alhamdulillah. Maulidi bwana, ilikuwa leo tuzungumze matokeo ya dabi ya tarehe 8, lakini leo tunazungumza kwamba dabi imeahirishwa. Mtazamo wako kwanza ni upi? Maoni yako ni yapi kuahirishwa kwa dabi? Unajua Chagamba, watu wengi wanazungumza tulipodondokea, sio pale tulipojikwaa. Kwa sababu hii dabi kuahirishwa kwake sio hii tarehe iliyotajwa tarehe 8. Hapana. Hii dabi iliahirishwa kabla ya tarehe 8. Yaani iliahirishwa kabla ya tarehe 8. Kabla ya tarehe 8 iliahirishwa. Kabla mchezo wenyewe. Chagamba leo nakana watu taarifa rasmi. Ndani ya TFF kuna makundi mawili yamegawanyika. Kuna mgawanyiko. Kuna mgawanyiko wa makundi mawili. Kuna kundi moja ndani ya viongozi wao wa TFF hawakubaliani na udhamini wa timu 8 wa GSM. Huko ndo tatizo lilipoanza kuanzia huko. Watu wanakimbilia kwenye kuahirisha dabi tu. Tatizo limeanzia huko. Kwamba kuna watu hawakubaliani udhamini wa timu 8 wa GSM wanaofanya kwenye ligi. Hawakubaliani. Ni ndani ya TFF. Ndani ya TFF. Na kuna watu wanakubaliana na udhamini wa timu 8 wa GSM ndani ya TFF. Lakini yote hayo ni mgongano wa kimaslahi. Ni mgongano wa kimaslahi. Kwamba kuna kundi linanufaika na udhamini wa timu 8 wa GSM na kuna kundi alinufaiki na udhamini wa timu 8 wa GSM. Sio, unaelewa vizuri hapo Chagamba? Kupata. Kwa hiyo sasa tayari haya makundi haya mawili haya yanakinzana ndani ya TFF. Kwa hiyo wamefikia hatua sasa kupoteza dira ya uongozi kwa sababu ya jinsi wanavyokinzana ndani ya TFF. Unaelewa vizuri hapo? Kwa hiyo ili kundi lingine linatengeza mpango Simba awe bingwa ambalo alinufaiki na udhamini wa GSM. Ndio. Kwa hiyo linahakikisha Simba awe bingwa. Kwa namna yoyote. Umeelewa hapo? Kwa sababu aingia akilini sheria 17 za FIFA namna uwanja namna mechi yailishwe. Ili mechi yailishwe lazima uwanja uwe unatope lingi, imesha mvua, hali ya hewa imechafua kabisa. Yaani ithibitishwe na mechi commissioner kwamba mechi haiwezi kuchezwa. Sababu hizo. Lakini pili, timu husika moja hapo hiyo imepata ajali. Ajali hiyo daktari akathibitisha kwa majeraha haya hawezi kucheza. Ndio. Lakini la tatu, nchi iwe na vita. Hali ya amani. Hali ya amani. Hakuna lingine zaidi ya hilo. Kwa kuzuiliwa timu kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo kwenye uwanja husika utakaofanyikia mchezo. Kuzuiliwa kwa timu kutoingia mazoezini, zipo kanuni zake za kuchukua adhabu kwa waliohusika na jambo hilo, lakini mechi husika inatakiwa ichezwe. Yaani hakuna namna ya kuzuia mechi isichezwe eti kwa sababu hujapata homa hapo katika ule uwanja. Yaani sheria itakwenda kwa hukumu wale waliohusika na tukio hilo, watahukumiwa, lakini mechi lazima ichezwe. Yaani hao walokuzuia usifanye mazoezi watahukumiwa. Ila mechi uwanjani. Lakini mechi inachezwa uwanjani. Simueleka vizuri hapo. Na mimi nataka niwakumbushe wananchi waelewe. Serikali ili jambo washaanza kulichukulia, washaanza kulifanyia kazi. Ukimaanisha nini? Nikimaanisha kwamba ili jambo lipo katika amani ya nchi. Amani ya nchi inaweza ikatoweka kwa sababu ya mpira. Chagamba, Misri ishe kutokea rais katolewa madarakani, fujo zilianzia mpilani. Mama Samia usicheke na hawa watu.
vyombo vyako vya usalama viende vikafanye kazi na vihakikishe watu wanawajibishwa, ikiwezekana watu wanachukuliwa hatua, wanafungwa, kwa sababu ili hali ikitokea amani ya nchi ikavurugika kwa watu fulani tuwapuuzi kwa mgongano wa maslahi yao yalikuwa ndani, ni hatari kwa nchi yetu. Na wakiachiwa hivi, iko siku amani ya nchi itavurugika kupitia mpira. Na mkumbusha Messi ishatokea hivyo. Kama Masiala tumshabiki akapigwa kule, Fuezi kaingia mtaani mpaka ikulu isakaondolewa. Kwa tusichukulia mambo kama mambo ya Masiala tu. Na kuna mtu mwingine leo hii achukuliwe hatua kwa sababu Ally Kamwe alichukuliwa hatua kwa kuwa yuko ndani ya familia ya mpira. Ally Kamwe yuko ndani ya familia ya mpira, akachukuliwa hatua kwa andiko lake tu aliyosema kwamba kuna makolo wanabebwa. Kachukuliwa hatua. Kaitwa kwenye kamati ya nidhamu, kahojiwa, bado hatua rasmi kutangazwa, kufungiwa, tunasubiria. Issue Magoli amekwenda kutoa andiko lake kwamba hatutocheza mechi 3, sio 1. 3 mpaka hao wapuuzi wachukuliwa hatua. Magoli nani kwenye TFF mpaka anaipa shindikizo TFF isicheze mechi 3 Simba? Ukimaliza hakuwa sawa kwenye kuandika hivyo. Hakuwa sawa kwenye kuandika hivyo kwa sababu yeye iko sehemu ya familia ya mpira. Yaani Magoli iko sehemu ya familia ya mpira. Anatoaje andiko hilo? Huyu Magoli alivyokuwa NCCF ana hela zake, alikuwa ujinga huo ongei. Sasa hivi Magoli Simba ndio maisha yake. Ana kazi gani Magoli sasa hivi? Yaani kumaanisha kwamba Simba ndio maisha yake kivipi? Simba sasa hivi anategemea Simba ndio imuendeshe maisha yake. Yeye kama mwanaume kweli, wakina Kifuku Yanga wameondoka, naye aondoke pale Simba kama anaweza kweli kuishi. Magoli akiondoka pale Simba atakuja naye sokoni hapo kubeba ndizi. Labda kama wanamhitaji bado pale. Sio kumhitaji. Magoli Simba anataka kuifanya mali yake. Na Magoli ni dalali. Yeye ndio aliyoweka pale Modeuji. Kinga Modeuji ni kwa Magoli. Hao wote wanaanza kila Mangungu wanaishi pale Simba kwa sababu ya Magoli. Kujifanyia mbabe, kujifanyia timu ya kwake. Wewe ndio kila kitu pale. Magoli akifa Simba inakufa. Kafa mzee Mapama yule, kafa yule. Simba ilikufa. Hapana. Hata kutubebesha. Andiko lake lazima shirikisho ichukue hatua kwake. Sisi wana Yanga tunawaambia viongozi wetu kwamba Magoli lazima achukuliwe hatua. Na ile kamati iliyokaa ile ikaamua mechi isichezwe na yenyewe ichukuliwe hatua. Sasa wale wachukuliwe hatua kwa kipi? Wale hawana mandate ya kuamua mechi isichezwe kwa sababu hizo hazipo. Yaani wale hawana mamlaka ya kuahirisha mchezo. Sababu hizo hazipo. Sababu za kuahirisha mchezo hazipo. Si unanielewa vizuri? Yaani sababu za kuahirisha mchezo nimekupa 3. Hazipo. Yaani wewe umeweza kucheza uwanjani. Zipo taratibu za kuwahukumu wale kuzuia wewe. Lakini mpira uchezwe. FIFA wanataka mpira uchezwe. Sio mkimbiana. Mambo hayo hayapo hayo. Hapo kwenye ngumi huko. Bondia bado kaamka hajisikii vizuri. Kajivunja huko, unaweza mkafanya mambo yake. Kwenye mpira FIFA wanachotaka mpira wao uchezwe. Kwa hiyo namwambia Karia ashughulike na kamati zake hizi. Kwa sababu serikali inashughulika na yeye. Kama elewi, serikali inashughulika na Karia. Na Karia ashughulike na kamati zake. Na huyu Kidau tunajua kabisa anapambana Simba iwe bingwa. Anapambana Simba iwe bingwa. Kidau hakulala baada ya barua ya Simba. Kidau hakulala. Kwa nini? Kidau alihakikisha kamati itakuwepo. Kwa barua imeandikwa saa 7 usiku. Saa 4 usiku, saa 4 asubuhi kikao kinakaa kujadili hiyo barua. Saa 5 maamuzi anatoka, mechi hakuna. Kidau anahangaika. Anapambana. Lakini unahisi kwa nini labda ni mechi yani waliamua kuahirisha kabisa mechi, yani iliamua kwa sababu ambayo umezungumza haikufaa kuahirisha mechi? Sababu ni kulikomoa lile kundi linalosema hivi. Huyu GSM aendelee kudhamini vilabu vingapi? 8. Ndio sababu ilikuwa pale. Watu wengi hawajui, unajua. Watu wengi wanakimbilia tu kwamba eti mechi imeelishwa, Simba na makosa, Yanga na makosa. Sababu zilizokuwa ndani ambazo zimo kabisa. Hili kundi linalokataa GSM wasidhamini timu 8 ndio wanasababisha hii mechi isichezwe. Msimamo sasa wa timu yako ni kwamba amrudi tena kucheza dabi nyingine. Ili ya tarehe 8 ndio mlikubaliana ya kwamba itakuwa dabi ya mwisho kucheza kwa msimu huu. Unasikia nikwambia kitu kimoja. Klabu imezungumza kwa sababu klabu ilishafanya maandalizi. Umeelewa vizuri hapo
na walifuata taratibu zote za mechi. Kwenye APM asubuhi, siku moja kabla ya mechi bado, vilabu vilikubaliana kutokuwa na mchezo pale uwanjani. Ndio. Saa 1:30 nafikiri usiku. Walikubaliana. Sasa baada ya kukubaliana, klabu yangu inaamini kabisa kwa kufuata kanuni zote za mchezo na sheria zote za mchezo, hii mechi husika inatakiwa fanya nini? Ichezwe. Kwa hiyo wao ndio maana waliendelea na taratibu zile zile. Walichukua timu wakapeleka uwanjani. Umesikia nikwambie? Wakachukua timu wakapeleka uwanjani. Kwa sababu kuzingatia kanuni na taratibu zile zile za kisheria. Afrika walikuwa wako sahihi. Wako sahihi kwa kufuata kanuni za sheria. Kwa sababu hii kamati iliyokaa, je, ina mandate ya kuamua hilo jambo? Tujiulize kwanza. Masaa 72 alifika? Hayakufika. Kwani waliamua? Na tuwaulize wale Simba, walikaa kama kamati yote kwenda kuamua au Magoli aliandika ile barua? Yaani ile barua iliyoandikwa na kusema mechi tuchezi ile ilikuwa la Simba. Simba walikaa kama kamati au kama bodi yao ilikaa ikaamua, na kama bodi iliamua Azim Dewji alikopo wapi? Kama bodi iliamua mwenye kitu wa bodi alikopo wapi? Si usiku walikaa wakaamua walete nini zile nini ile saini za watu ambao walikaa wakakubaliana kwamba hii mechi haitochezwa, walete ile wapeleke ile kama ushahidi kama wanayo. Hiyo kitu hawana. Ni mtu Magoli kakaa kajifungia kama kuandika, na ndio maana siku pia kaandika na andiko lake vile vijuu kuongezea. Katuma usiku na asubuhi kaandika na andiko lake. Huyu mtu ashughulikiwe. Tukiendelea kumwacha huyu mtu ataendelea kuvimba kujifanya yeye ndio mwenye mpira wake. Amani ya nchi hii kwenye mpira inahusu watu wengi, sio Magoli peke yake. Ndio. Si unaeleka vizuri hapo? Ndio maana naitaka naiomba serikali iendelee kuchukua hatua kama ilivyoanza kuchukua hatua. Mimi najua serikali ishaanza kuchukua hatua. Serikali ni chombo makini, haiwezi kaona vurumai ama mahatarisha kuvunja amani yaendelee kutokea katika nchi alafu watu waachiwe. Vipi timu mnatamani kweli dabi kumuicheze au nao msimamo wako ni kwamba Engineer asipeleke timu? Yaani hivi, nawaambia wana Yanga. Yaani Simba mahala popote, eneo lolote, sisi tuko tayari kucheza naye. Hana timu kukabili Yanga. Hana timu hiyo hana. Nilimkwambia juzi hapa maneno Kachekamba. Simba hana timu kucheza na Yanga. Na hili limetokea lingine limezidi kuatia hofu watu wa Simba. Ndani ya Simba baada ile beki naye kupoteza kuto kucheza. Taifa zake zipo. Yule Chamaloni. Na yule golikipa naye vile vile. Nilikwambia siku zile hapa kwamba Alisalimu ndio golikipa mechi hii. Umenazuri hapo. Kwa hiyo wakaangalia ile striker force ya Yanga tunavyoenda uwanjani. Na tumezidiwa kwa ujanja mpaka sasa hivi. Wakimpira, wakimechi, wakimaandalizi. Hii mechi ina goli 6. Kumbe mlikuwa mshawazidi mpaka maandalizi ya mechi yenyewe. Kaka, tuliwazidi vibaya mno. Yaani tuliwazidi. Yaani mwana Simba ukizungumza unazungumza lakini moyoni unajua. Tuliwazidi vibaya mno. Nje na ndani. Yaani tuliwazidi vibaya mno. Yaani bora hii inaonekana hii kelele hii kuliko zile 6 nilikuwa nazo pale. Goli 6. Kaka zilikuwa 6. Mimi nakwambia Chagamba zilikuwa 6. Sasa nimezungumza na nani mwenzako hapa Rama anasema kwamba anaendelea kumshauri Engineer kwamba kae na msimamo wa kutopeleka timu kwenye hiyo dabi itakayopangwa. Mimi yule Rama, mimi Maulidi. Tofauti ya Rama na Maulidi ni vitu tofauti, hata majina yetu hayafanani. Mimi siwezi kumshauri Engineer asipeleke timu uwanjani. Isipokuwa Yanga wawe na mashaiti yao namna wanavyotaka wao. Yaani kwamba kamati ile iliyokaa ile ichukuliwe hatua. Kwa sababu wale nao ni sehemu ya uvunjifu wa amani. Walisha mechi. Wale ni watu ambao watu kama wangekufa wale walikuwa wanahusika. Bwana Kidao unawenzie. Wale lazima wachukuliwe hatua. Iweje Malinzi apelekwe mahakamani kwa issue ya fedha tu? Kwa mtu anayevunja amani ya nchi achukuliwe hatua. Hii nitashangaza serikali yangu. Serikali makini nitaishangaa. Serikali makini nitaishangaa. Kama kuna mtu alipelekwa mahakamani kwa yaani Malinzi kapelekwa mahakamani kwa sababu ya pesa. Alafu kuna mtu achukuliwe hatua kwa sababu anavunja amani alafu achukuliwe hatua. Mimi Maulidi kama navunja amani sina thamani ya kuishi duniani.
kama nataisha amani ya nchi, sina thamani ya kuishi duniani. Kwa sababu nitaishi vipi duniani wakati nataisha amani ya nchi? Na wale vile vile hawana thamani ya kuendelea kubaki pale. Wale thamani yao kwa jela, kwa sababu wanataisha amani ya nchi. Wanataka kwa jela. Wale wametoka kwenye mpira, wamekwenda kutaisha amani ya nchi. Kwa hiyo wale hawataki kuwepo pale kwenye mpira tena. Shughuli ya mpira wale shawashinda. Ukiwa kwenye mpira utakiwi na mapenzi ya klabu. Kama hakimu, mwanao kafanya makosa, kaja pale, unamwona mwanangu, sheria inasemaje, unamhukumu. Sasa unakuja katika mpira unakuwa na mapenzi na klabu na interest na klabu fulani. Leo wana Simba wengi wameumia kwa timu sijaenda uwanjani. Wameumia. Wasioumia wanaongea maneno kwamba sawa si nini, ni wale wana Simba uchwala tu. Lakini mwana Simba anayejua mpira na anaheshimu football hawezi kukubali timu isiende uwanjani. Maulidi, neno lako la mwisho ambalo nataka umalize kichi kilichotokea. Wewe una kipi cha kuzungumza? Neno lako la mwisho kwa wana Yanga, wana Simba, viongozi wako, viongozi wa Simba. Hichi kilichotokea. Yaani nataka Watanzania wawe na utulivu kwanza. Jambo kubwa sana Watanzania wawe na utulivu. Kwa sababu pressure ya watu ni kubwa sana. Rais anafahamu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anafahamu. Rais wa TFF anafahamu. Ni mtu mzima, ana akili timamu, ni mtu mmoja kujitambua, very intelligence, mtu ambaye ana makini sana, na muelewa umakini wake, uwezo wake wa kupambana na mambo, na uelewa bwana Karia. Inawezekana kuna watu Karia wanamchukia sana, lakini Karia ni mtu ambaye yuko very strong. Umeenda vizuri hapo. Yote yametokea hajaongea. Na sio kama anafurahiwa na yale yaliyotokea. Umeenda vizuri hapo. Ni mtu ambaye anakwenda kufanya action ya maana kuulinda mpira wetu na kuweza kuletea thamani mpira wetu. Umeenda vizuri hapo. Maamuzi yatakayetoka, mimi nawaambia Watanzania waliohusika wote waelewe sasa hivi kwenye wakati mgumu. Mimi nawaambieni, munisikie, aliyoandika barua kusema kwamba Bwana Magoli aliyosema kwamba hatuwezi kucheza mechi 3 mpaka wapuuzi wachukuliwe hatua. Nani ni mchochezi? Nani mchochezi? Mchochezi. Huyu Magoli ni mchochezi. Lazima achukuliwe hatua. Kama Alikamwe alichukulia hatua kuwaita tu makolo wanabebwa, wakakaa kamati kwenda kumhukumu, na huyu naye hukumiwe. Kwa sababu huyu ana mandate ya kuipangia TFF kwamba Simba hawachezi mechi 3. Taarifa nikawapa taarifa kupitia andiko lake. Ndio. Simba hawatocheza mechi 3 mpaka washukuliwe hatua. Ina maana wasipochukuliwa hatua, wale Suma Bausa waka uwanjani pale Sweden nini, ndio mbele yake anadai Simba hatocheza mechi 3. Tumuone leo wachezi. Na kama leo Simba hawachezi, basi inabidi yeye ajiuzuru. Inabidi ajiuzuru. Ajiuzuru. Kama yeye leo Simba hawatocheza mechi ya FA, inabidi Magoli ajiuzuru. Na kama hajajiuzuru, narejea kauli yangu, anaishi kwa kutegemea Simba. Twende kwa uongozi wako na klabu yako na mashabiki wenzako wa Yanga. Sisi bwana, Yanga ni timu likubwa sana. Umesikia nikwambie? Na Simba ametokana ndani ya Yanga. Simba katoka katika ndani ya Yanga. Kwa Yanga watacheza mechi kwa sababu Yanga ni sehemu ya amani ya nchi. Naomba nikueleze ukweli. Yanga ni sehemu ya amani ya nchi. 25% ama 30% ya amani ya nchi inaitwa na Yanga. Ya amani ya nchi hiyo. Amani ya nchi inaitwa na Yanga. Watu kumbukumbu hawana tu bwana Chagamba. Nakarejea nyuma kidogo. Hawa Simba kukimbia uwanjani hawajaanza leo wala jana. Sio leo wala jana. Katika lile jukwaa la Urusi, ile shamba la bibi pale tulikuwa tumekaa tunaangalia mechi ya Simba na Yanga. Simba half time tuliwaona kina Lipazi wakiondoka baada ya mechi imecheza kipindi kimoja tu. 3 bila kipindi cha kwanza. Ile mechi hawakufungana bila. Ilikuwa bila. Wakaondoka. Simba wakaondoka. Sio, umenielewa vizuri? Ikawa imeishia. Mpira ukapigwa mwingi sana na Yanga, Simba kwa nao tutafungwa nyingi. Wakatoka wakaondoka zao. Sio, unaelewa vizuri hapo? Ondoka zao. Yaani Yanga ni sehemu ya amani ya nchi. Kwa hiyo kupitia hicho kitu ninachokuambia, Yanga watacheza mechi. Kwa madabi mtaicheza.
kwa sababu Yanga ni wakubwa. Mkubwa ukitukana na mdogo au ukifanywa fujo na mdogo, huwezi kumlipizia mdogo. Mdogo ana tabia kususasusa. Ukiwa mdogo unasusasusa, ukiwa mdogo utagoma kula, ukiwa mdogo utadai hela kununua pipi, ukiwa mdogo. Lakini ukiwa mkubwa huwezi ukata vitu kama hivi. Kwa hiyo Yanga amezungumza, lakini kama mkubwa serikali itamwambia nenda kacheze mpira, atacheza mpira. Yanga atacheza mpira. Sasa huyo mdogo ajiazari anapokuja kukutana na huyu mkubwa sasa. Ndicho mna hasira. Yaani ajiazari. Kwa nini tarehe 8 ukuja? Yaani ajiazari. Alafu kingine katika hizo mechi za ligi kuna haja gani timu mwenyeji akague uwanja, afanye kitu gani? TFF imeshajiridhisha kama uwanja huu unafaa kuchezewa mechi. Na hadi mechi inapangwa pale kwamba TFF imeshajiridhisha kwamba uwanja huu unaruhusiwa kuchezewa mechi. Sasa hawa tena wanakwenda wakakagua mechi, wanakagua mechi kwa vigezo gani? Ina maana timu ikisema uwanja huu haufai, mechi itakuwa imeahirishwa? Mimi nahoja. Hapana. Ikiwa TFF wanapanga paka mechi kwamba uwanja huu uchezewe mechi, kwamba wameshajiridhisha kwamba uwanja huu unastahili kuchezewa mechi, inakuwaje tena timu husika na yenyewe ina nafasi ya kukagua mechi katika hizi mechi za ligi? Mazingira labda anaweza kawa. Lakini umenielewa? Nimekuelewa. Sasa kama timu husika imesema imekagua, imesema uwanja huu haufai, mechi itaahirishwa? Watatoa vigezo vyao labda. Kama uwanja huu haufai kwa sababu ya 1 2 3. Kuna mechi moja ilichezwa ya goli 5 ile. Kaka, ile mechi mpaka toka saa 6 mvua inanyesha. Saa 6 mechi mvua inanyesha. Na hivyo ni vigezo kimoja hapo cha kuahirisha mechi. Kwamba hali ya hewa ikizidi ya namna ile. Lakini TFF wakasema mechi ipo na itachezwa. Itachezwa. Wakaenda tu na magodoro na mashine za kunywa maji, mechi ikachezwa na mtu akala 5. Na katika mechi ile Yanga aliwaomba Simba kwamba ndio walikuwa wenyeji wa ile mechi, kwamba jamani hii mechi iahirishwe kulingana na hali ya hewa. Kumbe mliomba. Yanga waliwaomba tu ndugu zao, majirani zao, kwamba hii mechi muahirishe kulingana na hali ya hewa. Simba walikataa, wakasema mechi iko pale pale. TFF wakasema mechi iko pale pale. Yanga wanaogopa ile mechi, mtu kala 5. Umeelewa vizuri hapo? Ndio. Sasa mimi swali langu nauliza, ikiwa TFF washapanga mechi itachezwa katika uwanja huu za ligi, inakuwaje katika mashindano yetu ya ndani haya? Maana hii tunaiga kwenye mashindano ya kimataifa, sheria hii kwamba labda timu mgeni afanye mazoezi kwenye uwanja huo na nini, akague. Uwanja wa taifa sio wa Yanga wala sio wa Simba, na vigezo vya kimataifa unakizi kuchezewa mechi hii. Tuondoe upuuzi huu. Upuuzi huu unasababisha kwenda ushirikina. Upuuzi huu unaita mambo mengi yanakuwa humu ndani, uchawi su nini, unasababisha na upuuzi huu. Kama ule uwanja kanuni zinasema uchezewe mechi, hakuna haja mtu aenda kakague pale. Ifike muda mkengeza timu zenu mkacheze mechi, shughuli ishaisha. Ndio maana nikaoji, kama timu itaingia pale uwanjani alafu nasema uwanja ufai, TFF watalisha mechi? Watazingatia vigezo kwanza. Kama kwa uwanja sisi klabu husika tunasema hivi uwanja huu haufai, TFF watailisha mechi kama vigezo vitakubali? Maana wanakwenda kukagua uwanja, kufanya mazoezi, kukagua uwanja huo ili watoe majibu gani? Maulidi, nataka neno lako la mwisho sasa nifunge. Neno la mwisho nifunge. Neno langu la mwisho kwa wanachama na washabiki wa Young Africans, na inawezekana kwa washabiki hata wa Simba vile vile, wawe watulivu. Serikali inafanya kazi ile jambo, na ninafanya kazi kwa sababu kuna mtu ataoji serikali hairuhusi kuingilia masuala ya mpira, wanafanyaje kazi kwenye komenti zao. Mimi nawakumbusha tu, kama amani ya nchi inaweza ikatoweka kwa sababu ya kundi la watu wachache tu, serikali inaingilia ile jambo. Amani ya watu inaweza ikapotea kwa sababu ya kundi la watu wachache peke yake. Maulidi, nitarudi. Amani ya nchi, maana kuna usalama wa taifa na kuna usalama wa nchi yetu vile vile. Umeelewa vizuri hapo Simba na Yanga ni nusu ya Watanzania wote, nusu kwa nusu. Huko wanakuwa Simba, huko wanakuwa Yanga. Kwa hiyo inaweza ikahatarisha amani ya nchi. Kwa hiyo namshauri Mama Samia katika jambo hili asiwafumbie macho wa watu waliosababisha hii mechi isichezwe. Yaani waliosababisha mechi hii wasicheze. Umeelewa vizuri hapo? Karia anajua yuko pale akiwa
anatazamwa na kina nani? Kali ya serikali inamtazama vizuri tu na inamuona anavyoendesha vizuri tu. Lakini sasa kama mzee umechoka kukaa hapo sasa, ukaachia wapuuzi waendelee kuvurugia chama chako cha mpira bila kuwachukulia hatua, na wewe safari inakukuta. Nimemaliza na ndugu yangu Maulidi, nitakuja baada ya mchezo wao na Coast, si ndio? Nashukuru Mungu. Ila sisi tunatukimbia sana. Hamna, nilitoka kidogo. Hapa na kutoka bwana. Dunia sikiji bwana.